أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma baad. Hii leo ni darsa tatu katika stage yetu ya 8 kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nawakumbusha kwamba kwenda kwa Mwenyezi Mungu mpaka tupite stage 14. Tulianza stage ya kwanza ad-dunya, tuko kwenye stage ya 8 hisab, na sisi hatujaianza hisab. Mimi nazungumza kuhusu ile misingi ya hisabu itakuwaje siku ya Kiyama, kwa sababu sisi tunaamini kwamba hisabu itakuwako. Tunaamini sote tutasimama kwa hisabu, na kila mtu atasimama kwa hisabu peke yake. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wayatina yaumal qiyamati farda, kila mtu atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu peke yake. Wiki iliyopita tulianza kutaja misingi ya hisabu. Tukasema jambo la kwanza, hisabu itakuwa ya uadilifu. Mwenyezi Mungu hata mdhulumu mja wake, kwa sababu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu yuko mbali na dhulma duniani na yuko mbali na dhulma yaumal hisab. Mwenyezi Mungu aliposema kwenye Qur'ani, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Mwenyezi Mungu hamtamdhulumu mja wake wizani mdogo unaofanana na dharra. Jambo la pili tulisema hisabu ya siku ya Kiyama. Kila kitu ambacho tutakiona kwenye hisabu siku ya Kiyama kitakuwa kimeandikwa. Mtu ataona kila dogo na kila kubwa katika kitabu chake, katika amali yake. Jambo la tatu siku ya Kiyama, hisab, la taziru waziratun wizra ukhra, kila mtu atachukua amali zake yeye mwenyewe. Hakuna mtu atakayekubebeshwa mazuri wala mabaya ya mtu mwingine, na sana mabaya. Zile hasanat, zile wema, mtu anaweza akachukua thawabu za fulani na fulani kulingana na nia yake. Mtu akimwonyesha mwenzake jambo zuri, siku ya Kiyama pia hisabu yake itasoma. Lakini baya, kila mtu atabeba yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wala taziru waziratun wizra ukhra wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Jambo la 4 tulitaja wiki iliyopita ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwonyesha mja wake amali kwenye kitabu chake, ili asipate udhuru, asitoe sababu kuwa kuna amali haikuandikwa ama kuna amali ilisahauliwa duniani. Kila mtu ataona yeye mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema, alimat nafsum ma ahdharat, siku ya Kiyama kila mtu ataona amali yake aliyofanya. Sisi na msingi wa 5 ambao hatukumaliza ni kwamba siku ya Kiyama hisabu itakuwa ni yenye kuongezwa yale mema, mudhaafatul hasanat. Hii ni katika rehma kubwa na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kwa siku ya Kiyama amali za mja zitaongezwa mara 2 ama mara 3, ila 700 dhif, ila adhaafin kathira. Amali moja mtu aweza akafanya, Mwenyezi Mungu akamwekea mara 700 siku ya hisabu. Fikiria fadhila kubwa sana, ila adhaafin kathira. Mwenyezi Mungu anajua yeye atakavyokumwongezea mja wake. Sisi leo tukaahidi tutataja baadhi ya amali, lau mtu atafanya basi amali zake zinaongezwa. Wewe umefanya moja hapa duniani, kwa hisabu yetu ni moja, lakini kwa hisabu ya akhira, kwa hisabu ya yaumul hisab,
Mwenyezi Mungu atamuongezea mja wake. Amali ya kwanza, kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani. Mimi narudia mara 3. Na ni kwa sababu sisi hatuisomi Qur'ani ila mwezi wa Ramadhani. Na huu ndio ukweli. Hebu angalia sasa watu wanavyosoma Qur'ani hapa na misikiti mingine. Mwezi wa Ramadhani sisi ndio tunaisoma Qur'ani. Kweli. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ulioteremka Qur'ani. Lakini hikma yake ni kwamba baada ya siku 30 mtu iwe kusoma Qur'ani ishaingia kwenye system yake. Aendelee kusoma Qur'ani baada ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema, hadithi ilipokewa na Imam Tirmidhi, man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amthaliha. Mtu akisoma Qur'ani harufu moja anapata thawabu moja, lakini anaongezewa mara 10. La aqul alif lam mim harf. Hii hadithi maarufu. Mtume anasema alif lam mim sio harfu moja, ni harfu 3. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Zote hizo ni mara 3. Harfu 3 hizo mara 10, ila adhaafin kathira. Mwezi wa Ramadhani ndio tunasoma Qur'ani. Tutajibebea thawabu nyingi mwezi wa Ramadhani. Lakini nini baada ya mwezi wa Ramadhani? Nadra mtu afungue Qur'ani asome juzu moja tu kwa siku baada ya Ramadhani. Ni ngumu, mimi naelewa, ni shida. Ramadhani inakuja inatuzowezesha kusoma Qur'ani. Lakini mimi simwambii mtu asome juzu mzima, hawezi. Ana mashughuli, ana familia, anasoma, ana kazi. Mambo mengi baada ya Ramadhani yatajitokeza ambayo yatatuzuia kusoma Qur'ani tunavyosoma leo. Lakini mimi nasema mtu asome tu page moja. Baada ya Ramadhani mtu asome tu page moja. Ni thawabu ngapi atapata? Nyingi sana. Na akianza na page moja yenyewe itaongezeka. Atakuwa sasa yeye ni mtu wa Qur'ani. Siku ya Kiyama tukifanya hisabu, tukiingia kwenye hisabu, Mtume atamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mwenyezi Mungu, watu wangu wameitupa Qur'ani. Kiangalia tafsiri ya aya hii, kuitupa Qur'ani, kutoisoma ni kuitupa Qur'ani. Tujaribu tusiwe kwenye hilo kundi ya qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Kutoisikiliza Qur'ani ni kuitupa Qur'ani. Kutoizingatia Qur'ani ni hajrul Qur'an. Kutoifanyia kazi Qur'ani ni hajrul Qur'an. Na kutoitumia Qur'ani kama dawa pia mtu amefanya hajrul Qur'an. Mambo 5 yote yanaingia. Sisi tunafaa tufanye bidii tusiwe katika haya makundi 5. Narudia, baada ya Ramadhani tufanye bidii tuisome Qur'ani. Qur'ani ina baraka. Qur'ani ni dawa. Waulizeni wale wanaoisoma Qur'ani kila siku maajabu wanayoyaona. Na wewe ukishikilia kusoma Qur'ani huwezi kujua husnul khatima mtu anaweza akaipata naye anasoma Qur'ani, kwa sababu umeshakuwa karibu na Qur'ani. Hii amali ya kwanza inaongezewa mtu. Amali ya pili, kutoa sadaqa. Sadaqa ni amali mtu akifanya kwa nia ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamuongezea. Mwenyezi Mungu anasema Suratul Baqara 261, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, wale wanaotoa mali yao kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Wama aktharaha fi sabilillah, mijaa kule nje. Kamathali habatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Sadaka moja ni sawasawa na mtu ametia ile mbegu kwenye ardhi ikatoa mahindi 7. Fi kulli sumbulatin 100 habba, ile mahindi moja kuna mbegu ngapi? 100 habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Mwenyezi Mungu anamuongezea mja wake anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu. Wallahu wasi'un alim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasi'ur rahma,
Alim, anajua nia ya mtu. Ndio aya imalizika hivi, wasi'un, kwa rehema zake kumuongezea mja wake. Alim, anajua nia ya yule anayetoa. Na sisi wallahi alhamdi, sisi ni umma wa kutoa. Umma huu ni umma wa kutoa, kinyume na Banu Israil, walikuwa si watu wa kutoa. Hii ni amali ya kutoa, na katika kutoa kuna hitaji fiqh, kama vile kuna fiqhu salat, namna ya kuswali, kuna namna ya kufanya haji, kuna namna ya tahara. Vile vile kwenye kutoa kuna fiqhu al-infaq fi sabilillah, mpaka mtu ajue anatoa wapi. Mara nyingine mtu kutoa, mtu anaweza akapata amali moja akatoa, Mwenyezi Mungu akaibariki ile amali. Na mimi natoa mfano wa sahaba mmoja tu sababu ya wakati, Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Mtume alipohama Madina, ukawa kuna Myahudi anawauzia watu maji. Watu wakasema, kwa nini sisi tumfaidishe huyu Myahudi? Ilikuwa kwanza ile maji siku ya Uthman ibn Affan, akaenda akamwambia yule Myahudi, hii siku yako ya maji ya Uislamu mimi nitakulipa. Ikawa yeye analipa ile siku, watu wa Uislamu wanachukua maji bure ile siku. Ule Myahudi kawa ile siku yake ya kuuza maji, siku ya Uislamu hapati biashara, kidogo sana. Uthman bin Affan akawaambia Waislamu, ile siku yangu mimi, choteni maji ya leo na kesho. Mchote maji leo na kesho. Kesho siku ya yule Myahudi asipate biashara. Waislamu wakamsikiliza, akalipa siku yake leo, watu wakachota maji leo na kesho. Kesho hakuna kazi, Myahudi mwisho akalazimika kununua, kukiuza kile kisima. Uthman bin Affan akatoa pesa zake akakinunua kile kisima fi sabilillah, infaq fi sabilillah. Kisima pale kuna maji, watu wakichota maji yanamwagika, yanatiririka. Masahaba wakasema, haya maji yanatiririka, kwa nini si hatupandi mitende hapa karibu? Tukaweka mitende, ikapandwa mitende. Nia ya Uthman bin Affan ilikuwa yeye ni kununua tu maji. Mwenyezi Mungu akaibariki ile mitende, ikawa inazaa mara 2 kwa mwaka, na ilikuwa izae mara 1. Ikaendelea ile mitende, ikawa sasa lazima kuwe na ofisi ya kuiangalia ile mitende. Tende zimekuwa nyingi mpaka utafuta watu wa kuziuza. Ndio inapanuka hiyo infaq yake, ndio inapanuka infaq. Ikaendelea mpaka wakasema sasa itabidi tujenge nyumba, tufungue na account. Uthman bin Affan yuko kaburini, lakini kule Madina kuna wakfu jumba zima, na akaunti kwenye bank Saudia ni Uthman bin Affan kwa jina lake mpaka leo. Wakfu Uthman bin Affan, yeye shakufa, yuko kwenye mchanga, lakini lile jumba lile wakfu fi sabilillah, akaunti yake inasoma wallahu yudhaifu liman yasha. Na yeye alitoa kununua maji siku moja tu. Ndio wallahu wasi'un alim, anajua nia ya Uthman bin Affan. Si ajabu hiyo itokee leo. Mtu akifanya amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaibariki ile kazi yake. Amali ya pili ambapo Mwenyezi Mungu anaongeza, as-siyam, kufunga. Mtume anasema kullu amali ibni adama yudhaf alhasanatu bi'ashri amthaliha, amali za mwanadamu zinaongezwa mara 2. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, ukifanya amali moja utapata mara 10, ila 700 dhaif, mpaka mara 700. Mwenyezi Mungu anasema illa saum, isipokuwa saum. Na amali zote za Mwenyezi Mungu, na saumu ni ya Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu hapa amesema illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Saumu ni ibada yangu mimi, na mimi ndio najua namna ya kulipa saumu. Wanavyoni wanatoa mfano kukurubisha maana ya hii hadithi. Mtu akikutana na mbunge wa area ya kwao, ama gavana wa area ya kwao, gavana wa kaunti yao, akimwambia bwana, umenifanyia wema, njoo ofisini, mimi nataka kukulipa.
Mimi bila shaka nitalinganisha zile zawadi kulingana na mbunge ama kulingana na gavana na rais vile vile. Rais kwambia mimi nitaka kukukirimu, nikupatie zawadi, mimi nitalinganisha zawadi kulingana na cheo cha rais. Hapa ni Mwenyezi Mungu anasema illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bih. Mwenyezi Mungu atakulipa vipi? Akwambie saumu ni yangu mimi na mimi ndo najua namna ya kukulipa. Anasema hivyo, yamliku khazain al-ardhi was-samawat lahu mulku samawati wal-ard, yeye ndio rabbul mashriqi wal maghrib. Anakwambia mimi ndo nitakulipa. Atakulipa kulingana na ukubwa wake na cheo chake. Saum ni ibada nyingine mtu akifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anaongezewa. Jambo la 4, amali ya 4 mtu akifanya anaongezewa ni as-sabr, kusubiri. Sabri vile vile malipo yake Mwenyezi Mungu hakutaja. Mwenyezi Mungu anasema suratu Zumar aya 10, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yeye atawalipa, tena inna, hakika, na ma kwenye Kiarabu inaitwa adatu hasrin wa qasr, yani unafunga, hakuna kitu kingine kinaingia hapa, ndio maana adatu hasrin wa qasr. Sawasawa na Mtume aliposema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumilizwa kuzikamilisha tabia mzuri tu, ndio maana innama adatu hasrin wa qasr. Hapa vile vile innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mwenyezi Mungu amefunga subra kwamba mwenye kusubiri atalipwa malipo yake bila hisabu, ajua yeye atakavyokulipa. Na leo ni watu wangapi wanasubiri? Wengi, walillahi alhamdu. Wale wenye kusubiri, mtu aweza kwamba ni mgonjwa, mtu anang'ang'ana na maisha, mtu anatamani mtoto, mtu anatamani kazi, mtu anatamani, ana matatizo lakini akasubiri. Na inatakiwa mtu akisubiri asubiri na moyo wake umeridhika lile tatizo alionalo. Amesubiri, hafai kulalamika, yeye anafaa inue mikono amuombe Mwenyezi Mungu basi, na moyo wake umeridhika na hali yake. Hiyo ndio maana kusubiri. Hapo ndio utapata yuwaffa biajra bighairi hisab, au yeye amesubiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, na moyo wake, narudia, moyo wake umeridhika, umefurahi. Ndio siku ya Kiyama hii tukiingia kwenye hisabu, kuna mti unaitwa shajaratul balwa, mti wa watu waliopewa mitihani hapa duniani. Wale Mwenyezi Mungu atatuma malaika waende wakae chini ya ule mti shajaratul balwa, alafu Mwenyezi Mungu atazungumza nao hawa waliopewa mitihani hapa duniani. Mwenyezi Mungu awaambia, mabtalaitukum lihawani alaikum, mimi sijawapatia mitihani duniani kwa sababu nyinyi watu wa chini, la 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 la, mabtalaitukum lihawani alaikum walakin lianna ad-dunya la tazinu indi janaha ba'udha, ni kwa sababu hii dunia kwangu mimi haina wizani wa bawa la mbu. Kisha Mwenyezi Mungu atamwambia, nyinyi mulisubiri duniani na leo udkhulul jannata bighairi hisab, ingieni peponi bila hisab, kwa sababu walisubiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huo ni msingi wa 5 tulibakisha wiki iliyopita. Msingi wa 6, hisabu yetu siku ya Kiyama, tabdilu sayiati hasanat. Allahu akbar. Hisabu siku ya Kiyama, mtu anaweza akahisabiwa siku ya Kiyama, yale mabaya yake yakabadilishwa yakawa mazuri. Na hii ni rehma kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa mja wake siku ya hisabu. Mwenyezi Mungu anasema illa man taba, mtu akifanya tauba. Hizi aya suratul Furqan, mwisho wa suratul Furqan kumetajwa madhambi makubwa makubwa huko nyuma. Mwenyezi Mungu asema illa man taba, aliyefanya tauba ya kweli, wa amana, akamwamini Mwenyezi Mungu sawa sawa, wa amila amalan salihan, akafanya amali njema. Mwenye kufanya mambo hayo matatu, fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Mwenyezi Mungu anabadilisha ile sayiat, yale makosa yalikuwa yampeleke motoni, hasanat, yatakuwa mema.
wa kana Allahu ghafuran rahima, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira. Ghafur rahiman, ana huruma na mja wake, kumbadilishia mabaya yakawa mazuri. Ni huruma tu ya Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ile sayiati baki sayiat, yale mabaya baki kuwa mabaya kwenye hisabu yake, lakini yeye akifika kwenye hisabu atakuta yale mabaya aliyofanya Mwenyezi Mungu ameyabadilisha, yamekuwa sasa ni hasanati, zimsaidie mizani yake iwe mzito. Tutazungumza kwenye mizani hivi sasa, stage yetu ya 9, mizani. Na neno hili Ghafur, tulipozungumza majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miaka ya nyuma, tulisema Mwenyezi Mungu ana majina matatu yanafanana. Ana jina Ghafur, katika majina yake Ghafur ana jina Ghaffar na jina Ghafir, na majina yote haya matatu yana matumizi yake, yana hukumu yake, yana faida yake. Ghafur, Mwenyezi Mungu ameweka jina hili kwa mwenye madhambi mengi. Mtu ambaye kwamba yeye amefanya madhambi makubwa, amuombe Mwenyezi Mungu kwa jina hili la Ghafur. Mwenyezi Mungu anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ona, yaghfiru dhunuba jami'an, anayasamehe madhambi yote. Innahu huwal ghafurur rahim, yeye ni Ghafur, si Ghafir wala si Ghaffar. Ghafurun rahim, anayasamehe madhambi yote, ana huruma na mja wake. Tena huruma hii ya Mwenyezi Mungu kwenye tauba, na sisi tuko kwenye mwezi wa tauba, ni kwa ile tauba sio mara moja. Mlango wa tauba uko wazi mpaka jua litoke maghrib kwenda mashriq. Mlango wa tauba uko wazi mpaka roho ifike kwamba inatolewa, ndo mlango unafungwa. Lakini mtu akifanya tauba leo akaendelea akafanya vizuri, alafu akateleza tena akaanguka, akiomba tena tauba, na Mwenyezi Mungu anaikubali tauba yake. Akawa mzuri, akapata marafiki, akaingia msikitini, akafanya adhkar, lakini ghafla Iblisi akamdanganya, akaanguka tena. Akiomba tena mikono kweli kwa tauba, Mwenyezi Mungu anaikubali tauba yake. Ghafurun rahim. Hebu tufikirie leo tauba ingekuwa mara moja tu kwa mwaka, ama tauba ni mtu mmoja tu kwenye mtu familia yake. Tauba ni ya mtu mmoja tu kwenye familia, au tauba ingekuwa ni madhambi moja tu, au tauba mpaka uende Maka au Madina ndio tauba itakubaliwa. Lakini wakati wowote mtu ameinua mikono kweli kwa Mwenyezi Mungu akiomba tauba, tauba yake inakubaliwa. Msingi wa 7 katika hisabu yetu siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu atawasimamisha mashahidi, iqamatu shuhud. Kutakuwa na mashahidi. Hii pia ni sehemu siwezi kuimaliza leo, kwa sababu yale mashahidi ni makundi 9. Wote hao ni mashahidi, watakuwa siku ya Kiyama, na kila mtu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kila alichofanya mwanadamu, wala Mwenyezi Mungu hahitaji kumsimamishia mtu mashahidi siku ya Kiyama. Lakini Mwenyezi Mungu anafanya vile kwa sababu ya uadilifu wake, ndio anatoa fursa kuwe na mashahidi kwa uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ile tuliyosema mara ya kwanza, msingi wa kwanza, al-adlu tam. Katika al-adl ni Mwenyezi Mungu atawaleta mashahidi makundi 8 ama kundi 9. Alafu vile vile mtu Mwenyezi Mungu analeta mashahidi ili kumsimamishia hoja kwa anahesabiwa, asipate udhuru, asiseme mimi nilikuwa na mashahidi sikupewa nafasi kuzungumza. Mwenyezi Mungu analeta mashahidi kwa sababu hizo mbili, uadilifu wake, na mtu asipate sababu kulalamika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa na wale watu 4 tuliozungumza, walikuwa motoni wakatolewa, hisabu yao ikarudiwa. Tushakieleza kisa hiko mara kadhaa kuonyesha rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mashahidi wa kwanza watakao kuletwa siku ya Kiyama, shuhudul malaika. Malaika ndio mashahidi wa kwanza wataletwa kufanya kwenye hisabu. Mtu ikiwa ana wasiwasi wa hisabu yake,
malaika watakuwako. Mwenyezi Mungu anasema kwenye surat Qaf, wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Hapa imetajwa tu nafsi, lakini akusudiwa ni mtu mwenyewe, kwamba mtu atakuja siku ya hisab. Maaha, ile nafsi ni muannath, ndio ikawa maaha ni kitu cha kike kwenye Kiarabu. Sa'iqun wa shahid. Sa'iq ni yule mwenye kumshika, yule mwenye kuhesabiwa, kuletwa kwenye hisab, sa'iq. Wa shahid, na malaika mwenye kushuhudia amali zake. Mimi nilisema wiki iliyopita kwamba mimi nikiitwa siku ya kiyama kwa hisabu yangu, nitaitwa kwa jina langu na la mzee wangu Allah arhamu, nitajulikana mimi ndio nayeitwa, lakini kutakuwa na sa'iq wa shahid, malaika wa kukupeleka mahali pa hisab, mahali pa kusimama kwenye hisab. Wa shahid, na malaika yuko tayari kutoa ushuhuda leo mtu atakataa. Shahidi wa pili yule malaika, na tutazungumza baadaye kuhusu tukiingia kwenye masala ya amali zikipimwa. Mashahidi wa pili ambao watakuwa kwa siku ya kiyama ni mitume, shuhudur rusul. Mwenyezi Mungu anasema kwenye surat An-Nisa, sura ya 4 aya 41, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid. Hizi aya hii anaambiwa mtume, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid waji'na bika ala haula'i shahida. Hii aya ina sababu, ina kisa kirefu. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, we unaonaje siku ya kiyama kila umma ukaja na shahidi wake, yani shahidi wake mtume wao. Watu wa Nuh wakija watafuatana na mtume Nuh, watu wa mtume Musa watakuja na mtume Musa na Harun, watu wa nabii Isa watakuja na nabii Isa, bikulli ummatin bishahid. Alafu Mwenyezi Mungu anamwambia wewe sikio utakuwa wapi? Wajina bika ala haulai shahida, na wewe Muhammad ndio utakuwa shahidi wa umma. Aya hii iliposomwa mtume alilia alipokuwa inateremka, na alipokuwa akisimama qiyamul layl akipita kwenye aya hii, mtume alikuwa analia sana akikumbuka hii siku kwamba yeye atasimamishwa, Rasulullah ni shahidi wetu sisi, ni sisi kumsaidia mtume ni kufanya amali, atutolee ushahidi mzuri. Je, yule atakayekuja na madhambi mtume atamtolea ushahidi vipi? Yule mtu katika umma wake alikuwa asi, lakini walilahi alhamd sisi tuko msikitini, wajina bika ala haulai shahida, sisi walilahi alhamd inshallah Mwenyezi Mungu mtume atatolea ushahidi mzuri. Ushahidi wa tatu, mashahidi aina ya tatu ni umma huu, ummati Muhammad ala alkhalq, kwa viumbe wengine. Hii ni jambo letu sisi peke yetu, kwamba sisi siku ya kiyama tutaruhusiwa kutoa ushahidi kwa umma wa nyuma waliopita. Kuna watu katika umma huu, si watu wote, watu wema katika umma huu watachaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wawatolee mitume ushahidi kwamba wao wametekeleza wajibu wao wa risala na watu wao wamewakanusha. Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema suratul Hajj aya 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj millata abikum Ibrahima huwa samakumul muslimina min qabl. Mupiganeni jihadi kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, jihadi kwa njia zake, kwa vigawanyo vyake, kwa masharti zake, kwa nguzo zake. Huwa jitabakum, Mwenyezi Mungu ndo aliwachagueni nyinyi. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, Mwenyezi Mungu hajalia dini jambo zito kwenye dini. Millata abikum Ibrahim, huu Uislamu umetoka mbali tangu mtume Ibrahim alayhi salamu, Uislamu ulikuwako, na kabla ya Ibrahim Uislamu ulikuwako. Huwa samakumul muslimin, lakini Ibrahim ndo aliwaiteni nyinyi Waislamu. Min qabl, tangu zamani. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum, kwa hili kwamba nyinyi mtawatolea mitume ushahidi, Mwenyezi Mungu ndo shahidi wenu.
watakunu shuhadaa ala nnas, na nyinyi mtakuwa mashahidi kwa watu. Mtume anaeleza kwenye hadithi inayofuata ilipokuwa na Imam Bukhari. Nitamalizia kwa hii leo. Hadithi ilipokuwa na Sahih al-Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri anasema, Mtume anasema yaji'u Nuhun wa ummatuhu, siku ya kiyama atakuja Mtume Nuh na watu wake. Watu wake walikuwa wengi, na Nuh ameishi na watu wake miaka mingi sana akiwafanyia dawa. Ile illa 50 aman, ile ni kabla ya tufan, miaka 950. Nabii Nuh anafanya dawa miaka 950 kabla ya tufan, na aliishi miaka 50 baada ya tufan, na amefanya dawa huko nyuma. Takriban Mtume Nuh ameishi duniani miaka 120 takriban, anavyosema Ibn Kathir kwenye Qasasul Anbiya. Amefanya dawa watu wake miaka yote hiyo, na hakumaliza njia zote amemaliza Mtume Nuh za kufanya dawa. Soma suratu Nuh, utaona dawa aliyofanya Mtume Nuh na watu wake. Mtume Nuh alikuwa atafanya dawa miaka 100 apate mtu mmoja ndo asilimu, aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka ya Nuh rasulullah. Alafu afanye tena dawa miaka 100 apate mtu mwingine wa pili, na ule ile silimu amshikilie asije akatolewa, yule silimu baada ya miaka 100 amsilimishe mtu wa pili. Pengine afanye tena dawa miaka 70 apate mtu wa tatu, awashikilia wawili kabla watatu hajasilimu asije akatolewa wawili. Wanavyoni wanasema Nabii Nuh katika dawa yake, wanavyoni waliomhurumia sana Mtume Nuh watu 70, miaka 900, miaka 1000 na watu 70 tu wamesilimu. Wengine watu 39 tu, tafsir watu 39 tu, dawa yote ya Mtume Nuh. Sasa Mtume anasema watu wake wote watakuja. Mwenyezi Mungu amuulize Nuh, hal ballaght, wewe ulifanya kazi ya utume nilikutuma duniani? Mtume anasema fayaqul naam ay rab, mimi nilifanya da'wa wallahi ya rab. Mwenyezi Mungu atawauliza watu wake, fayaqulu li ummati hal ballaghakum, Nuh huyo aliwajieni akawafanyia dawa? Fayaqulun, watu wake watasema la ma jaana min nabii, hatukuona mtume yote kwetu sisi, alitumwa kwetu sisi. Imagine hao, mtume anasimulia, watasema ma jaana min nabii, hatukuona mtume hata mmoja kuja sisi, Nuh wala mwingine. Fayaqulu li Nuh, Mwenyezi Mungu atamuuliza Nuh, man yashhadu lak, nani atakusaidia wewe kutolea ushahidi? Nuh atasema Muhammadun wa ummatuhu, Muhammad na umma wake, sisi tutamsaidia mtume Nuh siku hiyo. Fanashhadu annahu kad ballagh, kuna watu kwenye umma huu watamsaidia Nuh, watasema la, Nuh alifanya kazi yake. Kisha Mwenyezi Mungu, mtume akaisoma aya hii, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nnas, mpaka mwisho wa aya. Ndio maana ya kwamba mtume Nuh sisi, ndio maana kwamba sisi tutakuwa mashahidi kwa mitume. Huyo ni mtume Nuh na mitume wengine ambao kwamba walikuja. Kuna mtume alifanya dawa miaka yake yote kwenye utume, akafunga faili yake akaondoka, hakupata hata mtu mmoja. Mtume anasema wayati nabii walaysa ma'ahu ahad. Angalia watu walivyokuwa wabaya huko nyuma. Mtume amefanya dawa siku zake zote na hakupata mtu mmoja kusilimu, akaondoka duniani akaenda. Siku ya kiyama mtume na sisi ndio tutamsaidia mtume huyu. Tuseme la, watu wao ndio walikuwa wabovu wabaya, lakini mtume huyu balagh, alitekeleza wajibu wake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya wakati itabidi mimi nisimame hapa. Sasa mimi natoa till number hapa, wale ambao waweza kusaidia hapa wasaidie, na Salmani yuko hapa, treasurer wetu yuko hapa, Ali Khamisi yuko hapa, tutasaidiana. Till number yetu sisi ni 4484542 4484542.
542. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.